na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Poleni na baridi. Sasa amjaja Mbeya bado. Hapa mnajikunyata hivi. Mimi nimejiachia ndo nasikia raha namna hiyo. Poleni sana. Naamini mkija Mbeya mtaenjoy, mtafurahia hali ya hewa nzuri. Amen. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya masomo ambayo tumeendelea kujifunza. Mungu ameendelea kusema nasi. Mungu ameendelea kutuongezea maarifa. Na sisi pia tunapata maarifa haya yanayohusu neno la Mungu, yanatusaidia pia kwa ajili ya kuwapa maarifa pia watu wengine kama watumishi. Lakini sisi wenyewe binafsi kwanza tunajengwa kwa ajili pia kuwajenga watu wengine. Kwa hiyo tangu tumefika, naamini tumejifunza masomo ya kutosha tena mazuri na tumebarikiwa nayo. Nadhani siku ya jana tu tumejifunza juu ya tiba ya dhambi. Tukajifunza pia kuhusu Biblia, neno la Mungu. Na tukasema kwamba tuko hapa kwa sababu ya Biblia, kwa sababu ya neno la Mungu ndilo ambalo limetukusanya mahali hapa ili kutuongezea maarifa na hekima zaidi. Lakini pia tumejifunza vipunde tu jinsi ya kuwa Mkristo. Na tumeona jinsi ambavyo tunapaswa kujua kwamba Ukristo ni ujuzi halisi, ni ujuzi halisi. Sio ujuzi ambao unapatikana kwa hisia. Ni ujuzi halisi ambao mtu anapaswa kuwa nao na kupokea badiliko la maisha. Sasa kama alivyosema mwalimu, wakati mwingine huwa tunakimbia sana kutaka kuwafanya watu kuwa Wakristo, lakini tunahitaji kwenda nao hatua kwa hatua mpaka wanapofika mahali ambapo wamefanya maamuzi kweli ya kumfuata Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe alisema kwamba tunapaswa kuhesabu gharama. Bwana asifiwe sana. Unapotaka kujenga nyumba, lazima uangalie gharama, lazima uhesabu gharama. Kwa hiyo hata katika maisha ya Ukristo ni hivyo hivyo. Kama mtu tunapotamani mtu awe Mkristo, amwamini Yesu Kristo, tusifanye naye haraka sana. Lazima unampa muda wa kujiuliza yeye mwenyewe, wa kufikiria, kuhesabu gharama, namna gani nikiamua kumfuata Yesu, yes, nitarudi nyuma tena. Kwa hiyo jinsi ya mtu kuwa Mkristo kweli ni hatua kwa hatua mpaka mtu anafikia maamuzi ya kuweza kumpa Yesu maisha yake. Na mtu kama huyo sasa ambaye ameshampa Yesu maisha yake, unakuwa huna wasiwasi naye, kwa sababu tayari amefanya maamuzi, amehesabu gharama na amefanya maamuzi ya dhati ya kuamua kumfuata Yesu au kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo anakuwa na uhakika na kitu ambacho amekifanya au maamuzi ambayo ameyafanya. Kulikoni umemlazimisha tu mtu haraka haraka, unamwambia okay, utaka kumpa Yesu maisha yako, basi uko tayari, ananyosha mkono, unamuombea, kumbe mwenzako pale amekubali tu yaishe. Hilo ipo, kama nafikiri mnafahamu watumishi wa Mungu. Mtu anakubali tu yaishe. Tena baadaye tena akienda mahali pengine akasikia tena maneno kama haya yanahubiriwa, anaambiwa nataka kumpa Yesu maisha yake, ananyosha mkono wake hivyo. Ikitokea tena mahali pengine tena ni hivyo hivyo, anakuwa ni mtu tu wa kunyosha mkono kumpa Yesu maisha yake. Anakuwa bado hajafanya maamuzi kutoka moyoni, ana uhakika. Sasa kitu kama hicho cha kila mahali inapohubiriwa Injili, unataka kumpa Yesu maisha yako, unanyosha mkono. Tena baadaye tena unataka kumpa Yesu maisha yako, unanyosha mkono. Maana yake nini? Maana yake huyu mtu anakuwa hana uhakika wa wokovu. Na ndicho ambacho tunakwenda kukiangalia leo hii. Uhakika wa wokovu. Somo letu linahusu uhakika wa wokovu. Hebu tuseme wote, uhakika wa wokovu. Ukiangalia kwenye ukurasa ule wa
27, tuseme kuanzia 26, tunasoma pale hakikisho la wokovu, lakini tutakwenda kuangalia pale kuanzia ukurasa ule wa 27. Ukurasa wa 27. Ni somo la msingi sana, ni somo la muhimu sana, hasa kwetu binafsi, lakini pia kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine waweze kuwa na uhakika na maisha yao ya wokovu. Kwa hiyo tunaona kusudi letu au kusudi la somo ni kutufanya kama wanafunzi kuelewa juu ya uhakika wa wokovu, na tuweze pia kuwasaidia watu wengine tena wajue kuwa na uhakika wa wokovu na wafurahie, waweze kufurahi kwa ajili ya wokovu. Na tunaangalia somo hilo sasa, uhakika wa wokovu. Pale imeandika hakikisho la wokovu, lakini unaweza kutumia neno hili uhakika wa wokovu. Hili ndio somo letu, uhakika wa wokovu. Kwa nini uhakika wa wokovu? Kwa sababu tunapokuwa tumeokoka, tumekuwa tumezaliwa mara ya pili, tunapokea, unakuwa ni ujuzi ambao tunakuwa na uhakika nao. Na ndio maana mtu akikuuliza, je, umeokoka? Bila shaka kama kweli umeokoka, kama kweli umekutana na Yesu katika maisha yako, jibu lake itakuwa nini? Si ndio? Jibu lake itakuwa ni ndio. Hautaanza kusema kwamba unajua sijui kwa sababu ni siku ya mwisho wokovu. Sasa hivi, je, umeokoka? Je, umezaliwa mara ya pili? Je, umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Umekwisha anza safari? Kwa hiyo kwa sababu una uhakika kwamba ni kweli nimepokea badiliko la maisha na Roho wa Mungu ndani yangu anashuhudia kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 tutasoma ule mstari wa 10 tutaanzia mstari wa 14. Naomba tufungue Biblia zetu. Naomba tusome mstari ule wa 14, 15 na wa 16. Naomba kaka yangu kutoka Ndala tusomee 8 kuanzia 14 mpaka 16. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Asante sana. Kwa hiyo tunaona ule mstari hasa wa 16 ndio, lakini anaanzia 14 kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, yani wale wote ambao wameokoka wanaongozwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndiye ambaye amefanya kazi hata ya kuwaokoa. Roho wa Mungu ni sehemu ya nafsi inayotuokoa, kwa sababu tumeshuhudiwa kwa habari ya dhambi na Roho wa Mungu. Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu ndiye ambaye anaushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi na kuleta hukumu ndani ya mioyo ya watu kwamba wewe ni mwenye dhambi na unahitaji kutubu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anahusika juu ya kuokoka kwetu ama kuzaliwa kwetu mara ya pili. Na Roho wa Mungu huyo huyo anaendelea kufanya kazi ndani ya maisha yetu sasa, na kiasi kwamba anatushuhudia kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Angalia mstari wa 16, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba tunapokuwa tumeokoka, tunapokuwa tumezaliwa mara ya pili, ushuhuda tunao kutoka ndani ya mioyo yetu, kwa
kwa sababu Roho Mtakatifu anatupa hakikisho la wokovu. Anatuhakikishia kwamba tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuwa kwamba tumeokoka ni jambo ambalo tunapaswa kuwa na uhakika nalo, wala sio la hisia, wala sio la kubahatisha. Na mtu akikuuliza kwamba kweli wewe umeokoka, unafahamu kwamba unaishi maisha ya haki. Unafahamu kwamba hautendi dhambi tena. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maana Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa ni kiumbe kipya. Si ndio wapendwa? Na unafahamu kwamba yote ya kale umeachana nayo. Kwa hiyo Roho wa Mungu anakushuhudia kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuuliza kwa habari ya wokovu wako, huna sababu ya kuwa na kigugumizi kwamba unajua ni kweli lakini bado mimi ni mwanadamu, sina hakika na kuokoka, ila siku ya mwisho ile na nini. Hapana, yani wewe kwa ujasiri wote, sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako na anakushuhudia kwamba wewe umekuwa ni mtoto wa Mungu na yale ya kale umeachana nayo, basi umeokoka. Kwa hiyo unasema mimi kweli nimeokoka. Bwana asifiwe. Hayo ndio ukweli kwamba tupo duniani na tuna mapambano na tuna vikwazo na tuna vizuizi vingi na kuna majaribu ya kila aina. Ukweli unabaki pale pale na kwamba tungali katika mwili. Kwa hiyo kuna kupambana, kuna kushindania imani mpaka mwisho, mpaka ule wokovu wetu wa mwisho. Kwa hiyo leo nimeokoka, lakini bado ninaendelea kupambana, nipo katika vita, kuna majaribu mengi. Nitakapovumilia mpaka mwisho, kuna wokovu wa mwisho. Bwana asifiwe sana. Paulo anakaribia kuondoka, anatushuhudia, anasema kwamba imani ameilinda. Vita vile vya imani amevipiga vizuri. Na sasa alikuwa na tumaini lilikuwa linamngoja kule mbinguni. Kwa hiyo nasi pia ni hivyo hivyo, tumeokoka leo hii, lakini tupo katika vita. Kwa hiyo tunaendelea kupigana vita, tunaendelea kusonga mbele katika wokovu tulionao, tunaendelea kudumu katika wokovu mpaka ule wokovu wetu wa mwisho. Amen. Hata Yesu mwenyewe neno la Mungu linasema kwamba sasa hivi kweli tunamjua Kristo, tunamfahamu Kristo na nini, lakini siku ile ndio tutamjua zaidi. Amen. Kwa hiyo wokovu ni kitu ambacho tunapaswa kuwa na uhakika nacho. Hebu tuangalie maandiko kadhaa ambayo yanatuonyesha swala hili kwamba ni uhakika kwamba tumeokoka, ni watoto wa Mungu, ni uhakika. Angalia kile kitabu cha ubao, unaona unatikisika sana, si mikono yangu ina nguvu nyingi, naogopa kuutumia. Naogopa sio kumdondokea mtumishi wa Mungu kule. Kwa hiyo tuangalie Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari ule wa 12. Tunataka tuone pale hakikisho la wokovu ama uhakika wa wokovu. Yohana sura ya 1 na mstari ule wa 12, Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake. Amen. Wale wote waliompokea, yani wote waliomwamini Yesu, wale waliaminilo jina lake, sema walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kuna watu wako hapa muamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, kumbe wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ni uhakika kwamba unapomwamini Yesu, unapomwamini Kristo, wewe unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ni uhakika tunakuwa ni watoto wa Mungu kwa kule kumwamini Yesu au kuliamini jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Tufungue pia waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 1 kuanzia mstari wa 1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 tutasoma mpaka mstari wa 9. Naomba mmoja simame atusomee faster. Karibu. Ndio. Lile lililokuwapo tangu mwanzo,
tulilosikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulizirika, nasi tumeona, tena twashuhudia, na kwa kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele ulikuwa kwa Baba, ukazirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia twahubiri nanyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Haya twayaandika ili furaha yenu itimizwe. Mpaka 9. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyii iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Asante sana. Hapo mstari wa 9 anamalizia kwa kusema kwamba tukiziungama dhambi zetu, Mungu wetu ni mwaminifu kutuondolea dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Na tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya, ni uongo. Na ni kweli wote hapa kwa asili tu wenye dhambi, tumezaliwa katika hali ya dhambi. Daudi anasema mama yangu alinichukua, amemzaa katika hali ambayo ni ya dhambi. Soma katika Zaburi ile 51. Daudi anaelezea pale jinsi ambavyo kwa asili wote tumezaliwa katika hali ya dhambi, tumerithi dhambi ile asili. Kwa hiyo tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya, ni waongo. Lakini kumbe tukiziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu hata kutondolea dhambi zetu zote. Amen. Tena kuna andiko la katika Zaburi anasema, kama ilivyo mashariki na magharibi mbali, ndivyo Mungu ambavyo anaziweka dhambi zetu mbali kabisa. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu kutuondolea dhambi zetu. Kwa hiyo tunapoziungama dhambi zetu, Mungu anatusamehe dhambi. Bwana asifiwe. Tunasamehewa dhambi. Tunakuwa na uhakika kwamba dhambi zetu zimesamehewa. Maandiko yanatuonyesha hivyo. Sura ya 2 kitabu hicho mstari ule wa 1 na wa 2 anasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kafara ya upatanisho wa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Mstari wa 12 anasema, nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Anatuandikia, anaposema watoto wadogo haimaanishi kwamba labda ni watoto wachanga. Jana tuliona jinsi ambavyo maandiko yanaweza kutumia andiko kama hili kwa kusema watoto, lakini haimaanishi kwamba tu watoto. Hata Petro anasema kwamba kama watoto wadogo mliozaliwa sasa, yani waongofu wapya wale, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo anapozungumza hapa anamaanisha kwamba ni watu wote ambao tu katika imani. Haijalishi una miaka 50, una miaka 30, una miaka 40 au una miaka 100, lakini mbele za Mungu wewe ni mtoto. Bwana asifiwe sana. Na tunakuwa kila siku katika imani. Hatufiki mahali tukasema kwamba sasa mimi nimeshakuwa, nimeshakomaa na nimefahamu kila kitu, kwa hiyo sina haja ya kuendelea kujifunza na nini. Tunaendelea kujifunza, tunaendelea kuwa wanafunzi wa Kristo siku hadi siku, hata kama una miaka 100 katika wokovu, katika imani, bado u mwanafunzi wa Yesu, bado unajifunza. Haleluya. Kwa hiyo anatuandikia sisi kwa sababu anajua tumemjua yeye, tumemwamini yeye, na tumesamehewa dhambi zetu. Kwa hiyo kumbe ni jambo ambalo ni la uhakika.
Angalia sura ya 3 ule mstari wa kwanza na wa pili. Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui, kwa kuwa hukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala hajadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Lakini sasa tu wana wa Mungu, si ndio? Kwa hiyo haiondoi ukweli kwamba tumeokoka leo hii na kwamba tu watoto wa Mungu leo hii, lakini tunatarajia sasa baadaye kwamba itadhihirishwa na tutafanana naye. Ingawa sasa tu watoto wa Mungu, tu wana wa Mungu, lakini bado pengine kuna mapungufu katika maisha yetu. Pengine kuna namna fulani ambavyo kuna yani hatujakamilika, lakini tutakapofika mbinguni tutamuona ana kwa ana na tutafanana naye. Lakini wakati huu tukiwa katika mwili huu kuna namna fulani ambayo sio ya ukamilifu sana, lakini sifa ya wokovu tunayo, sifa ya utakatifu ni hapa duniani ili tukamuone yeye. Lakini tukifika kule, yani itakuwa super, yani itakuwa ajabu na ajabu na ajabu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe tunapookoka tunajijua, tunajitambua kwamba mimi nimeokoka. Bwana asifiwe. Mimi nimeokoka, nimezaliwa mara ya pili, ni mtoto wa Mungu. Yaani sio jambo la kubahatisha, sio jambo la kuhisia kwamba leo nimeamka asubuhi najihisi leo nimeokoka. Yaani ni jambo ambalo ni la kila siku. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la uhakika kwamba tu watoto wa Mungu. Angalia sura ya 4 pia, anasema mstari ule wa 13 na 15. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Kumbe tunafahamu, kumbe tunaelewa kwamba tunakaa ndani yake. Mtu anakuuliza, wewe unakaa ndani ya Yesu? Alafu unaanza kubabaika kama sina hakika. Sina hakika. Anasema hapa tunafahamu kwamba tunakaa ndani yake. Kwa hiyo mtu ambaye yuko ndani yake anajua yuko ndani yake. Na kama kweli hauko ndani yake, utajua tu kama wewe hauko ndani yake. Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hiyo ni uhakika kwamba tunakaa ndani yake. Kwa hiyo mtu anapokuuliza kwa habari ya wewe kukaa ndani ya Yesu, kwa nini unaogopa kumjibu? Kwa nini unababaika kana kwamba yani una uhakika, yani hujiamini? Kama kweli unajua unakaa ndani yake, ni uhakika unakaa ndani yake. Na kama kweli haukai ndani yake, nao pia ni uhakika haukai ndani yake. Lakini naamini Mungu tunakaa ndani yake. Amen. Kwamba tunakaa ndani yake. Anasema hivi katika mstari ule wa 15 kwamba kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, na muuaji na mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukao ndani yake. Kwa hiyo ni wazi, ni bayana, ni rahisi kujitambua tu kwamba mimi hapa sikai ndani yake kwa kweli. Lakini pia ni rahisi kujua kwa mimi nakaa ndani yake Yesu, sababu ya maisha yako. Katika sura ya 5 tena ule mstari wa 10 na 11 anasema yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Si ndio? Anayemwamini mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Na asiyemwamini vile vile naye pia anamfanya kuwa muongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. 11. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Kwa hiyo kumbe Mungu ni uhakika ametupatia uzima wa milele. Tunao ushuhuda kwamba Kristo anakaa ndani yetu na kwamba tu watoto wa Mungu.
Kwa hiyo swala la wokovu ni swala la uhakika. Bwana asifiwe sana. Ni swala la uhakika. Na tunapowafundisha wanafunzi wetu, watoto wetu kwa maana ya kiroho, wale ambao tunajaribu kuwaleta kwa Yesu Kristo, tunapaswa kuwafundisha kuhakikisha kwamba kuna uhakika wa wokovu. Mtoto lazima awe na uhakika wa wokovu kwamba amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Labda kama tunalazimisha kuwazaa watoto kabla ya miezi 9 kama mwalimu alivyozungumza hapa, kwamba wakati mwingine tunataka tulazimishe tuwazae watoto wa kiroho kabla ya wakati wake. Wewe miezi 9 haijafika, unataka tu huyo mjamzito huyo azae katika miezi 6, miezi 7 au miezi 5. Hawezi kuwa mtoto kamili yule, si ndio? Tunafikiri tunafahamu wazazi kwamba mtoto katika hali ya kimwili akizaliwa kabla ya miezi 9 anakuwa na changamoto nyingi sana za ukuaji wake, na wakati mwingine pengine hata asikue na maisha yake yanakuwa hatarini, anakufa. Kwa nini? Amezaliwa kabla ya wakati, kabla ya miezi 9. Sasa tusiingie katika mtego huo wa kutaka kiroho sasa, wa kutaka kuzaa watoto kabla ya miezi 9. Mnamlazimisha tu mtu, okoka, mpe Yesu maisha yako. Na kuna watu wanajidai wanafikiri ni sifa eti kwamba wainjilisti bwana, wainjilisti ni wakali, wainjilisti wanalazimisha. Hapana. Kwa unakuta mtu ana force kwamba lazima uokoke, umpe Yesu maisha yako leo. Alafu mtu anaogopa, hofu ile, anakubali yaishe, ananyosha mkono nataka kumpa Yesu maisha yake. Amekubali tu yaishe, lakini kimsingi bado akiangalia kuna lile anahesabu gharama, anaona haya siwezi kuyaacha haya. Sijui kwa kweli, lakini kwa vile mhubiri ananiambia niokoke, basi nanyosha tu mkono, analazimisha, anakubali tu yaishe. Alafu unaanza kufikiri kwamba kweli ameokoka, anasema kwamba ameokoka bwana. Amezaliwa na miezi 4 yule. Bado. Kwa hiyo tuwe makini sana. Bwana asifiwe sana. Sasa ndio mtu kama huyo baadaye tena anakutana na mtu mwingine huko, kwa sababu kuna makando kando anayo, anaanza tena kunyosha mkono wa ukoke, sababu bado hana uhakika na wokovu, kwa sababu kuna vitu bado hajaviacha katika maisha yake. Kwa hiyo tuwe makini, tumishi wa Mungu, tunapolinda wokovu wetu si wenyewe, lakini pia tulinde wokovu wa watu wengine, na tuwafundishe watu kwa usahihi wamwamini Yesu kiukweli, wapokee badiliko la maisha, wawe viumbe vipya. Haleluya. Kwa hiyo tutaendelea kidogo, alafu tuta break kwa ajili ya kupata chochote. Lakini hebu tuangalie kwanza vipengele vichache hivi kabla hatujapumzika kwa ajili ya kupata chochote. Tunaangalia jinsi ya kujua kwamba wewe ni Mkristo. Jinsi ya kujua kwamba wewe ni Mkristo. Kuna vipengele kadhaa pale. Namba 1, katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari ule wa 5, wa 6 na wa 7, tuangalia pale. Fungua nami Waefeso sura ya 1. Waefeso sura ya 1 mstari ule wa 1, wa 5, wa 6 na hata ule wa 7. Tasoma. Biblia inatuambia maneno haya. Anasema kwamba mstari wa 5, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kulingana na radhi ya mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo tunachojifunza hapa katika mistari hii ni kwamba tunapokuwa tumezaliwa mara ya pili, tunapokuwa tumeokoka, ni kwamba Mungu anakuwa ametukubali. Kama Mungu anakuwa ametukubali na anatufanya kuwa wanawe, kama tulivyoona
hayo maandiko, kama tulivyoona pia katika Yohana 1:12 pale kwamba tunafanyika watoto wa Mungu. Tunapokuwa tumemwamini yeye, tunafanyika wana wa Mungu. Lakini pia katika waraka wa kwanza wa Petro tunaona jambo lingine mahali pale kwamba tunahamishwa kutoka katika ufalme mwingine, kutoka katika giza na kwenda katika nuru. Angalia waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2, tutasoma mstari ule wa 9. Naomba nisome tena waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, anasema bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Mungu alipotuokoa kupitia mwanawe Yesu Kristo ametutoa katika giza. Tulikuwa gizani kwa shetani, tulipokuwa tunamtumikia ibilisi, tulipokuwa watumwa wa dhambi, tulikuwa katika giza. Sasa kwa neema yake Mungu ametutoa katika lile giza na ametuleta nuruni. Kwa hiyo tumekubaliwa na Mungu, ametukubali na tumefanywa wanawe na kuletwa katika nuru yake ya ajabu. Katika pia Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 19, tunarudi tena katika Efeso sura ya 2, angalia mstari ule wa 19, tunasikia maneno haya, anasema basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa unaweza kuona kwamba tu watoto wake Mungu. Mungu ametukubali, tu wanawe, tu katika familia ya kimungu. Wote hapa ikiwa tumeokoka, ikiwa tumezaliwa mara ya pili, tu familia moja. Bwana Yesu asifiwe. Tu familia moja, bila kujali kwamba tumetoka madhehebu mbalimbali, lakini wote kwa pamoja tu familia ya wana wa Mungu, kaka na dada katika Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wote tu watoto wa Mungu na tunautambua mwili wa Kristo bila kujali umetokea wapi, lakini tu familia moja, sababu tu watoto wote wa Mungu, tumezaliwa na Mungu na Mungu ametukubali kama wana, na Mungu ametufanya hivyo kwamba sisi tu watoto wake Mungu. Katika ile Warumi sura ile ya 8 tunaona pia mahali pale, Warumi sura ya 8, angalia mstari ule wa 14. Warumi 8, nadhani tulisoma pale mwanzoni, labda ni vyema pia tukasoma tena. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Unaweza kuona tuko hapa wote na tunaongozwa na Roho wa Mungu, wote tu watoto wa Mungu. Tutambue hivyo kwamba wote tunaoongozwa na Roho wa Mungu tu watoto wa Mungu. Roho ni huyo mmoja. Bwana asifiwe sana. Roho ni mmoja, Baba ni mmoja, Mwana ni mmoja na Roho ni mmoja. Kwa hiyo wote hapa tu watoto wa Mungu. Na anasema 15, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ara ndogo ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo kumbe sisi tu watoto wa Mungu. Haleluya. Jambo la pili ni anatuleta karibu na yeye. Tunapokuwa ni watoto wa Mungu, tunaletwa karibu na yeye. Kwa yote itupatie uhakika, tuwe na uhakika, sababu kwanza tumekubaliwa, Mungu ametukubali kwamba tu wana wa Mungu na ametufanya hivyo, lakini pia anatuleta karibu na yeye. Yote hii inadhihirisha, inathibitisha, inatuhakikishia kabisa kwamba tu watoto wa Mungu, kwa sababu ametusogeza karibu na yeye, ametuleta karibu na yeye. Waefeso, naomba mmoja tusomee Waefeso 2 mstari ule wa 12 hadi wa 13. Naomba tusomee hapo haraka. Efeso 2:12 hadi 13. Hadi 13 nasema hivi: kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu
duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mlikuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuona maandiko yanavyotuthibitishia kwamba ni kweli hapo kwanza tulikuwa tuko mbali, tulikuwa tumetengwa na Mungu, yaani hatukufaa kwa lolote, lakini sasa kupitia mwanaye, kupitia Yesu Kristo tumeletwa karibu na Mungu kwa damu yake. Yesu ametusafisha, ametutakasa, kama inavyonena katika ile Isaya kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo kupitia Kristo tunaoshwa kwa imani, tunaoshwa dhambi zetu, tunatakaswa dhambi zetu. Kwa hiyo Mungu sasa anatukaribisha, tunakuwa kwake. Lakini kabla hapo tunakuwa tumetengwa na Mungu, tunakuwa tuko mbali. Biblia inasema kwamba dhambi huwa zinatufarakanisha na Mungu, tunakuwa tuko mbali, tumetengana kabisa na Mungu. Lakini kupitia damu ya Yesu ambayo ni damu ya upatanisho, tunapatanishwa na Mungu wetu na kuwa karibu naye. Kwa hiyo ni uhakika tunapokuwa tumeokolewa, ni uhakika kwamba tu watoto wa Mungu, maana Mungu sasa ametukaribisha, ametutoa katika giza, tumekuja nuruni. Tulikuwa tuko mbali naye, amesogeza karibu kupitia mwanawe Yesu Kristo kwa dhabihu yake na damu yake ya thamani. Lakini pia jambo la tatu ni kwamba anatukomboa kutokana na hukumu, kwamba kabla ya hapo tulikuwa tuko chini ya hukumu, tunahukumiwa kwa habari ya dhambi. Lakini sasa kitendo cha kumwamini Yesu Kristo, sababu Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, katika Yohana 3:16, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo, kile kitendo cha kumwamini Yesu Kristo, tunapokea uzima, na ni uhakika kwamba tunakuwa na uzima wa milele. Na ile hukumu ambayo ilikuwa tukabiliane nayo kwa kumkataa Mungu, kwa kutokuwa na Bwana katika maisha yetu, tungehukumiwa. Lakini kumwamini Yesu kunatuondoa katika hukumu. Ndio maana katika mstari wa 18 hapo tuliposoma 3:16 Yohana, angalia mstari wa 18 unasemaje 18. Hebu tusomee mara moja. Mwaminie yeye, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuamini jina la mwana pekee wa Mungu. Amen. Nasikia sasa. Kwa hiyo tunapomwamini sasa Yesu Kristo katika ile Yohana 3:16 tunapata uzima wa milele. Alafu na ile hukumu ambayo ilikuwa inatukalia, ile hukumu ambayo ilikuwa tukabiliane nayo, Bwana anaiondoa. Kwa hiyo tunakuwa hatuhukumiwi tena. Kwa hiyo ni uhakika. Bwana asifiwe. Ni uhakika. Lakini pia kuna jambo lingine kwamba tunakuwa tumehesabiwa haki. Yaani ni kweli kabisa ukiangalia kwamba tulikuwa ni wenye dhambi, kwamba hatukustahili, kwamba hatukufaa kabisa. Yaani tulikuwa ni watu wa kupotea, wa kuangamia katika jehanamu ya moto. Hivyo yani hatukufaa kwa lolote lile. Lakini kwa dhabihu yake Kristo, kwa huruma zake Bwana, na kwa kutukomboa kupitia damu yake ya thamani, tunahesabiwa haki bure, tena bure kabisa. Hebu soma lile andiko la Warumi sura ya 3, tuanzie ule mstari wa 23, tuone pale jinsi ambavyo kwa kuzaliwa kweli ni wenye dhambi. Kila mtu amezaliwa na dhambi, si ndio wapendwa? Wote tu wenye dhambi katika hali ya kuzaliwa. Angalia Warumi 3:23, tusomee hapo. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa asili wote, simama tu, wote tumezaliwa katika hali ya dhambi, ni wenye dhambi, na utukufu wa Mungu hatukuwa nao kabisa. 24 wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. 25 ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu aliziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Malizia 26. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumekuwa ni wenye dhambi kwa kuzaliwa, kwa asili na nini,
lakini tunakuja kuhesabiwa haki bure kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia ukombozi ulio katika Kristo Yesu kwa damu yake, tunahesabiwa haki bure. Sasa unajua kitendo cha kuhesabiwa haki bure jinsi kilivyo, labda niruhusu nitoe mfano huu kwamba tunafahamu wote muharifu, si ndio? Tunafahamu wote mtu ambaye ni muharifu. Tumewahi kusikia pia mahakimu, si ndio? Mahakimu huwa wanawahukumu waharifu kifungo. Tumewahi kushuhudia jinsi ambavyo muharifu labda ameiba, labda sikafanya uovu gani, anahukumiwa kwa sababu ya uharifu wake. Kwa hiyo hakimu anamtangazia, bwana, wewe sasa kwa uharifu wako huu unatakiwa kwenda jela miaka 2, miaka 3, wengine mpaka miaka 30 wanapelekwa jela. Sasa chukulia mfano imetokea kweli umefanya uharifu, alafu unasimama kizimbani. Unafahamu kizimbani kwa hakimu kizimbani namna hii na mikono iko nyuma, kwa heshima zote unasubiri hukumu. Umeiba labda, au labda umeua, alafu jaji yuko mbele yako na anataka kutoa hukumu. Hukumu inakuja, nasema wewe Koroso, mimi kama hakimu kwa mamlaka nilionayo nimeangalia, nimechunguza, naona sasa pamoja na kwamba ulifanya hivi na hivi na hivi, ila mimi sasa nakuachilia, nenda tu nyumbani, uko huru. Nasikia hivi utabaki hapo hapo kwamba hakimu, mimi ni mwizi kweli nifunge tu? Utatimua mbio kukimbia, sio? Amekuweka huru kwa mamlaka alionayo, si ndio? Ndicho ambacho Yesu amekifanya. Tulikuwa ni wenye dhambi na tulistahili kuhukumiwa, lakini Bwana anasema kwamba bure nimewasamehe dhambi zenu. Kwa hiyo Yesu ametusamehe hivyo. Tumehesabiwa haki bure. Hatukustahili pengine. Tumehesabiwa haki bure. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa mtu anapokuwa amehesabiwa haki. Kwa hiyo ni uhakika kwamba kweli tulikuwa ni wenye dhambi, lakini Bwana kwa rehema zake na kwa upendo wake ametuhesabia haki bure. Mwisho tumalizia hapo kwamba anatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wake. Kuna falme mbili. Kabla hatujaokolewa tunakuwa katika ufalme wa giza, ufalme wa shetani, ambapo tunatumikishwa na dhambi za kila aina. Lakini tunapokuwa tumemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ni uhakika kwamba tunapokuwa tumeokolewa, basi tumehama ufalme, tunakuwa katika ufalme wake Mungu, na tunapaswa kuishi maisha ya ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani, sababu tumehamishwa ufalme. Mungu atubariki sana. Tuendelea baadaye. Naona nasikia watu wanalamika tumbo linauma. Kwa hiyo sasa hebu tupumzike kidogo wakati huu, tupate chai, alafu tutaendelea tena baadaye. Naomba tusimame tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake mpaka hapa tulipofika. Fumba macho yako na mshukuru Bwana kwa ajili ya neno hili. Tuombe katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru Mungu wetu. Asante Baba kwa neno lako. Asante kwa jinsi Mungu ambavyo umesema nasi. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu. Uhimidiwe Mwokozi, utukuzwe mfalme wa mfalme. Jina lako libarikiwe. Tunakuinua Baba, tunakutukuza Baba. Tunasema asante Mwokozi wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi naomba tukae na mkaribisha kiongozi. Karibu sana.